Asante sana Kevin, na kiuhakika kabisa kwa uchambuzi makini wa habari za kimataifa hasa kuhusu Mashariki ya Kati. Yuko hapa Ibrahim Rahbi, yuko sawa? Niko poa. Shati yako ni rangi ya bahari. Rangi ya bahari. Kama mlango bahari pale. Kama mlango bahari. Sisi watu wa mwambao unajua. Tunadumisha mila. Mara mwisho tunazungumza mimi na wewe. Donald Trump alisema kuwa muda mfupi tu wataichukua Hormuz kuwa ni eneo lao. Na akatangaza. Lakini hivi karibuni amekuja na kauli nyingine ya kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz utapotea hivi karibuni. Lipi tulichukue kwa Donald? Ni vigumu kuchukua chochote kwa Donald. Unajua, ukitaka kumwelewa Donald Trump kwa kutokea nje, unatakiwa uingie sana ndani ya Marekani kuangalia tathmini yenyewe ya Marekani wanamuonaje hivi sasa Donald Trump. Kwa hiyo unaenda kupata kuwa mfano kura ya maoni iliyofanyika wiki jana kuwa uungwaji mkono wa raia wa Marekani kwa Donald Trump umeshuka mpaka kiwango cha 33%. Hiki ni kiwango ambacho hakijashuhudiwa kwa miaka ya karibuni katika marais watano waliopita. Yaani kiwango cha kutokukubalika kwa kiongozi. Sasa ukitaka kumwelewa Trump kwa kutokea nje, ingia kwanza kwa watu wake wanamuonaje. Ukishaona ile watu wake style wanavyomuona, ukija huku nje unapata jibu la moja kwa moja kuwa ni lipi. Wakati Donald Trump alivyotangaza kuwa Strait of Hormuz ni ya kwao, siku ya pili Irani na wenyewe wakatoa AI ya namna hiyo wakitangaza California ni yao. Yaani walikuwa wanajaribu kutuma ujumbe kwa lugha nyepesi. Unaweza kusema kuwa unajua mtoto anapochora gari afa anakuambia hii ni gari yangu. Ina nini? Yaani huwezi kuitumia, huwezi kufanya nini. Kwa hiyo na wale wakamchorea, wakamwambia hii hapa California ni yetu, katika kuakisi tu kuwa yani wewe ulichokionyesha hakina mantiki kama kile tunachokionyesha sisi, kuwa haiwezekani sisi kuwa na California. Yani kama vile haiwezekani wewe kuwa na Hormuz. Kwa hiyo ni katika lile jibu alilolitoa, na amerudia hiyo kauli, amerudia tena juzi, na hata ukisoma baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi vinaonyesha kama vile Iran ikapoteza udhibiti. Hii taarifa ilikuwa wiki moja iliyopita, iliandikwa na CNN. Iran ikapoteza udhibiti, na wakasema kuwa hivi sasa 80% ya mafuta yanapita kwenye lango la Omani chini ya udhibiti wa Marekani katika usindikizi. So nilivyoiona ile taarifa mimi kanivutia, nikasema nini kinachoendelea, nini, nikaangalia ya 80% ya mafuta yanatiririka kwenda sokoni na yanapita kule. Tathmini ya 80% katika meli 6. Nikasema kuna wakati tu unaamua tu kuandika alafu unataka kutengeneza picha fulani na kuja. Sasa unatupa 80% ya meli 6 kuwa meli 4 zilipita huku, meli 2 zikapita huku. Kwa hiyo amepoteza udhibiti wake. Tunakuja kuangalia uhalisia wa Hormuz kati ya meli 140 na 157, 160 kwa siku. Halafu unakuja kutupa tathmini ya meli 6 ambayo unatuambia 80% imepotea huku. Ni vigumu. Kwa haya ambayo yanaendelea Rahbi, hali ya upatikanaji wa mafuta duniani ipoje kwa hivi sasa? Hali ya mafuta na hizi kauli zinazotolewa za kisiasa. Unajua kuna kauli za kisiasa na kauli halisi. Hizi kauli za kisiasa ukitaka kuzipata uhalisia wake unatakiwa uende sasa kwenye masoko ambayo hayana siasa. Yaani nenda kwenye soko halisi la ulimwengu, nenda katazame. Mfano leo tumeamka na crude iko 93.1. Ukilinganisha na Jumamosi ilikuwa 93.5. Kwa hiyo imeshuka kidogo. Still ni bei kubwa. Yaani ukitazama katika kipindi hiki ambacho hakuna mabomu yanapigwa kwa pande zote mbili, kwa sababu hawapo kwenye vita katika kipindi hiki, wote wametulia. Sasa kama wote wametulia katika kipindi hiki alafu bei ya mafuta iko 93, bado hali ni ngumu. Na kama kungekuwa na hilo la kusema kuwa, maana sasa wanasema kuna meli zimezima mifumo, zinapita upande wa pili, zinapata escort ya Marekani, zinavuka na kila kitu, namba isingetudanganya. Bei ya mafuta ingeonekana iko tofauti, kwa sababu kabla ya mzozo tulikuwa tuna $72. Sasa leo tuko kwenye 93. Bado tuko juu sana kwa kiwango ambacho kuwa tuna karibu wiki 3 hakuna mashambulizi ya Marekani na Irani, popote hawajashambuliana katika ile mashambulizi ambayo wiki ya 3 sasa. Kwa nini mafuta bado yamebaki juu? Mafuta kubaki juu ni jibu la kuwa bado mafuta hayapiti.
kwenye mlango wa Hormuz. Leo waziri Scott Bessent, waziri wa uwekezaji wa Marekani au waziri wa hazina, leo atazungumza na vyombo vya habari sasa kuainisha kile ambacho kilitajwa kama mzingiro wa kiuchumi ambao Marekani anaupeleka kwa Irani. Leo ndio sasa atazungumza ile kufafanua, lakini bado pia ni vigumu. Nilizungumza last week hapa kuwa Irani sio kisiwa. Ukitaka kujua athari kubwa ya uchumi duniani, jaribu kupitia kinachoendelea Cuba. Kwa sababu ni kisiwa. Marekani kweli kaweka mzingiro. Kwanza yupo karibu, kutoka Miami mpaka Cuba ni kilomita chini ya 145. Kwa hiyo Marekani ana uwezo vizuri wa kudhibiti ile eneo lote kwa mzingiro. Kwa hiyo Cuba imezungukwa, haina umeme, haina maji, haina yani mji msafi, hakuna magari, watu wote wamepaki, kila kitu kimekwenda. Sasa hiki ni kisiwa ambacho unaweza rahisi kufanya hivyo, kwa sababu si utaweka mzingiro, atakayepita yani hakuna kitu kigumu kukidhibiti kama kudhibiti njia za maji. Njia ya maji ni ngumu kuidhibiti. Nilimwambia Goodluck moja hapa, nikamwambia kuwa kwani vurugu ya iliyokuwa ikitokea hapa kwenye pembe ya Afrika ya utekaji wa meli ambazo wanaitwa maharamia, wale wa Kisomali walikuwa wakichukua zile meli, kwani walikuwa na jeshi? Walikuwa wala hawana jeshi, walikuwa tu wana silaha, wana boti zenye speed. Meli itakayopita karibu na pwani au itakuwa eneo lile ambao wanaweza kufika na boti lao, wananyanyuka, wanakwenda, wanaichukua, wanairudisha. Huhitaji nguvu kubwa wala huhitaji jeshi. Kwa Rahbi, tangazo la Donald Trump pamoja na waziri wake wa fedha Scott Bessent la kuwa sasa wanaenda kuongeza vikwazo vya kutosha pale Iran vya kiuchumi, halitowezekana kutekelezeka kutokana na kwamba Iran ina nafasi na haiwezi kuzungukwa hivyo na kubanwa zaidi kiuchumi. Ikifikia agizo la Bessent likafanya kazi au la Donald Trump likafanya kazi kwa kufanikisha hicho, yani kusema kwa tunaenda kuangusha uchumi wa Irani udondoke kabisa na Irani isalimu amri, kuna nchi hazitokuwepo kabisa. Wakati yani Irani inakwenda kudondoka, kuna nchi hazitokuwepo kabisa. Irani kama nchi gani? Hizi nchi zote wazalishaji wa mafuta hapa, vinchi vidogo, Bahrain, Kuwait, Qatar, nyingi hazitokuwepo kwa sababu Irani ni nchi kubwa sana. Kwa sisi inaingia kama karibu mara mbili sisi kwetu. Ni nchi kubwa, ina idadi kubwa ya watu, zaidi ya milioni 90 watu wake population. Na hii nchi ukienda pale Middle East, ukitaka utazama nchi nzuri zenye kila kitu ambacho walijaliwa na Mungu, basi utaiona Uturuki na Irani kwa jinsi zilivyo. Ni nchi nzuri sana. Hii inazalisha kila kitu. Yaani unaweza ukatazama kusema kuwa tunaitazama Irani kama mzalishaji wa mafuta na gesi duniani. Lakini Irani ina madini, Irani ina misitu, ina mali asili za kutosha nje ya hiki. Tofauti na nchi zingine, kuna nchi hapa ziko, mfano nitakwambia Qatar, ukiondoa gesi na mafuta hawana chochote. Bahrain ni mafuta, ukiondoa hawana chochote. Kuwait ukitoa mafuta hawana kingine. Hizi ndio zitaanza kufa kabla ya Irani, kwa sababu wao wanatoa kitu kimoja. Na ukisikia walichokizungumza Irani kuwa ikifikia tutapoona vikwazo vinataka kufanya kazi kwetu, tutahakikisha hakuna lita moja wala kilo moja ya gesi itatoka eneo zima. Wanasema hatutoshambulia upande wa pili tu wa Hormuz, lakini wale wote wataoshirikiana na Marekani kutaka kutuangamiza, tutahakikisha wao wanaangamia kabla. Yani maana yake kuwa wakidhibiti kutoa gesi na mafuta kwa hizi nchi ambazo zote karibu zinatumia lango. Mfano kama sasa hivi kuwa ukichukua Kuwait, ukichukua UAE, ukichukua Bahrain, hawana njia, hawana mpango wa pili. Afadhali kidogo Iraki, kwa sababu Iraki wana pipe ambazo zinatokea upande wa pili wa Uturuki. Kiasi wanaweza wakasukuma. Saudi Arabia wanazo pipe ambazo zinaweza zikapeleka Yambu zikapita kwenye Red Sea. Lakini pia wanatumia njia moja tu ya Misri. Hawawezi kutokea njia ya Yemen. Hao wako upande. Lakini kuna nchi hapa ambazo ili Irani iweze kuangamia, hizi nchi zinatakiwa zitoe ushirikiano. Kama zitatoa ushirikiano kwa kauli ya Irani kuwa watapotangaza kuungana na Marekani dhidi yetu, tutawahesabu kuwa ni adui zetu na sisi tutadili nao kwa uadui. Sasa mpaka Irani afikie kwenda kuanguka kwenye nchi ambayo hivi sisi tunazalisha nini sana? Sisi tunasafirisha kahawa, tunasafirisha dhahabu. Lakini unapotuambia kuwa hamwezi kusafirisha dhahabu wala kahawa, usitegemee sisi tutaanguka. Hii ni nchi kubwa. Tuna kila kitu. Yani ndio Irani ilivyo. Irani hata ukifanya zero oil istowe bado haiwezi kuanguka. Na kule Faris hivi karibuni tu amegundua
hifadhi kubwa ya gesi za gesi asilia. Yes. Hii inaendelea kuwapa nguvu kiasi gani Iran? Ingekuwa unajua, wakati wa mazungumzo yale yaliyovunjika ya mwisho yaliyofanyika Muscat alafu yakafanyika kule Geneva, yale mazungumzo ya mwisho yaliyovunjika, Irani alikuwa kaipa ofa Marekani. Wakati ule nilizungumza kuwa ilikuwa ni ofa ya uchonganishi, kwa sababu Irani alikuwa anajaribu kumchonganisha Israel na Marekani. Yani akaambiwa Trump, njoo tukupe, unataka nini? Tufanye biashara pamoja, tutaruhusu mafuta, tufanye biashara, leta kampuni zako, lakini ukitoa Venezuela, Irani anahifadhi kubwa zaidi ya gesi. Yani anahifadhi alafu haijaguswa katika gesi. Sasa hizi meli ambazo mara nyingi zinasafirisha gesi kama LPG au LNG, Marekani ndio mjuzi zaidi wa hizo meli. Kwa hiyo Marekani angefaidika sana na gesi ya Irani. Sasa Irani walimpa ofa hii hapa, njoo. Kitendo cha Irani kusema kuwa tunayo ya kutosha ni kualert tena kuwa tunaweza tukafanya biashara bila kutuvuruga, lakini unapotaka kutumia nguvu unaweza usipate chochote kutoka kwetu. Ukweli ni kuwa nilikuwa nikisoma jarida moja, but not official news, jana ambalo lilikuwa limetoa zile tathmini za, wanasema kuwa sosi ambazo hazikutaka kujulikana ndani ya White House zilikuwa wanasema kuwa si muda mrefu sana serikali ya Marekani itatangaza kuondoa kizuizi chao cha baharini ambacho wameona kuwa hakifanyi kazi. Si jambo jipya, kwa sababu unakumbuka mashambulizi ya siku 13 yaliyotokea ya mwishoni hapa. Taarifa iliyotolewa na baadhi ya vyombo vya habari kimnukuu Brad Cooper ambaye ni bosi wa CENTCOM alimwambia Donald Trump kuwa hata tuwashambulie vipi hawawezi kusalimu amri, kwa sababu hatuoni kama faida ya mashambulizi, hawaonyeshi kile kwenda kutusalimu amri. Kwa hiyo hivi sasa, kwa hiyo taarifa ambayo sio rasmi lakini imeanza kutoka kama tetesi kuwa Marekani anaona kama blockade yake haitoi majibu, yani kwa sababu lengo la blockade ni kumfanya Irani ajisalimishe. Sasa wanaona kama vile haitoi majibu, mbona hawana dalili wala ishara ya kujisalimisha. Juzi bunge la Irani ndio limeidhinisha rasmi tozo ya kwenye Hormuz. Kwa hiyo wakati wewe unasema kuwa nazuia kila kitu kisitoke cha Irani, chochote kisitoke, wanakuambia sawa, hatutoi gesi yetu, hatutoi mafuta yetu, lakini meli yote itaopita itabidi watulipe. Sasa ni uchonganishi mwingine ambao Iran inaweza kusema anaufanya kati ya Marekani na washirika wake. Yeye mfano juzi aliruhusu meli 4 mpaka 6 za Iraq zivuke, ambazo haikutajwa kama zile meli zililipa tozo yoyote kwa Irani, lakini zilipata idhini ya Irani zikavuka. Manake kuwa Irani atawalazimisha hawa Waarabu, njoo tuzungumze na mtapita na mtalipia. Sasa ukishalipia kwangu, Marekani ukitoka, kama ana shida ya kukushambulia akushambulie yeye. Manake huu unaitwa kuwa ni uchonganishi kati ya marafiki na marafiki. Wewe pitisha meli yako, njoo unilipe, mimi nakuruhusu, alafu pitisha njia. Marekani si hataki nipokee pesa, wewe lazima unilipe ili upite. Kwa hiyo nakuchonganisha meli yako, nenda katandikwe na Marekani. Lakini kwa ufupi pia inaonekana jitihada za kidiplomasia bado zinaendelea kufanyika. Field Marshal Asim Munir ameshatoka Pakistan na leo atafika pale Tehran. Atakuwa Tehran leo. Kipi ambacho tukitarajie? Mazungumzo mezani kwa mara nyingine tena? Ugumu wa mazungumzo yamekuwa masharti magumu ya haya mazungumzo, yani utekelezaji hasa huu na kadri muda umevyokwenda, unajua ukiondoa ule ushabiki still hawa kuna sehemu wameshikilia. Ukiona kuwa Donald Trump akisimama kwenye majukwaa, mfano tumeshinda, Irani hawana jeshi, tumewapiga, tumefanya hivi na hivi, lakini kutu anasema tunawapa shinikizo wakae kwenye meza. Hivi unajua mabondia wakiwa wanapigana, umempiga KO, unataka uthibitisho wa majaji athibitishe ushindi wako? Moja kwa moja inaonekana wazi. Sasa ndio hicho ambacho Donald Trump anaiaminisha dunia kuwa wao walishashinda vita na Irani haina chochote, lakini wakati wanaotaka Irani waje kuzungumza, mnazungumza nini? Wewe tayari ulishashinda kila kitu cha kwako. Rahbi, bora kuna masanamu yamenyongwa Donald Trump na Netanyahu wamenyongwa. Hizo ni porojo ambazo na maana yoyote kwa Irani. Walitoa tu kama mitaa mingi ukipita Teherani bado ina picha nyingi za kina Netanyahu ambazo yani za kuwadhalilisha Trump na Netanyahu. Ni kama kile ambacho kinaishi kwenye akili yao na dhamira yao. Ndio maana ilivyotoka ile taarifa ya ujasusi wa Israel kule Uturuki kuwa
Irani wanataka kumuua Donald Trump eti ikapelekwa kama ujasusi. Mimi kwanza nilishangaa. Nani hajui kuwa Irani wanataka wamuue Donald Trump? Kwa sababu yes, kisha wafanyie hivyo. Yaani kila mtu hahitaji ujasusi. Unataka ujasusi gani wa kusema kuwa wanataka kuja kumuua huyu? Wao wenyewe ameshawadhuru, watamdhuru tu. Nakushukuru sana. Shukrani sana. Ni Ibrahim Rahbi, na kubwa zaidi ni uchambuzi wa yale ambayo yanaendelea zaidi kule Mashariki ya Kati.